Habari za kati popote pale ulipo, karibu sana Charles Beda TV habari. Ili kupata habari motomoto punde zitokeapo, usahau kubonyeza kitufe cha subscribe wa kwanza kupata habari hizi punde zitokeapo. Na moja kwa moja taarifa yetu ya habari tunaanza mkoani Arusha, ambapo mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Arusha wilayani Arumeru, Mheshimiwa Suleiman Msumi amefungua mafunzo ya mfumo wa IFT MIS, yani Inspection and Finance Tracking Management System, na kuwataka watendaji wote wa halmashauri hiyo kuhakikisha kuwa wanazingatia mafunzo hayo kwa umakini. Bwana Msumi ameyasema hayo leo tarehe 9 Aprili 2025 katika ukumbi wa halmashauri ya Arusha wakati akifungua mafunzo ya mfumo wa IFT MIS kwa wakuu wa idara na vitengo, ambapo amesema mfumo huo wa kielektroniki wa ukaguzi na ufuatiliaji wa fedha kwenye mamlaka za serikali za mitaa utakuwa na tija, kwani umelenga kurahisisha ufuatiliaji ili kujua thamani ya fedha halisi iliyotumika katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ndani ya halmashauri. Tunaendelea na taarifa ya habari na sasa moja kwa moja tunarejea katika mkoa wa Arusha, hususan katika kata ya Outrumet wilayani Arumeru mkoani Arusha. Na hapa tunakutana na diwani wa kata hiyo, Mheshimiwa Joseph Tinayo, ambapo amekemea vikali viongozi wanaofanya vurugu katika kata hiyo kwa kwenda kinyume na taratibu na hivyo kuleta mtafaruku miongoni mwa wanachama. Mheshimiwa Joseph Tinayo amesema hayo akatekelezea utekelezaji wa ilani ndani ya kata hiyo toka alipoingia madarakani mwaka 2020 mpaka hivi sasa. Mheshimiwa Joseph Tinayo ametoa wito kwa viongozi wakuu ngazi ya wilaya kufuatilia jambo hili la viongozi hao alioita kuwa ni viongozi wakubwa wanaovuruga kata hiyo ya Outrumet. Aidha, Mheshimiwa Joseph Tinayo amempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi anavyopambana kuleta maendeleo katika taifa letu, hususan katika kata ya Outrumet. Amesema kuwa kutokana na utekelezaji huo, wananchi kwa ujumla, hususan kwenye kata yake ya Outrumet na Tanzania kwa ujumla, wanapaswa kumpigia kura za kishindo Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwanza naomba nitumie fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza sana wajumbe wa mkutano mkuu taifa kwa kumpitisha mama yetu Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na katibu mkuu wetu Dr. Nchimbi Emmanuel kuwa wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Mimi ninaamini wamelenga pazuri sana. Nilikuwa na kueleza namna ambavyo ilani imetekelezwa kwenye eneo la kata ndogo tu, eneo dogo tu la kata, kwamba zaidi ya bilioni 4 zimekuja huko. Hebu niambie kwenye nchi nzima kama bilioni 4 zinakuja kwenye kata, je, kwenye maeneo mengine? Mimi naomba niseme kwa wana CCM, tutembee kifua mbele, tumnadi mama, tuanadi wagombea wa CCM kwa miradi iliyotekelezwa, kwa sababu miradi imetekelezwa na sio utani. Kama kuna changamoto, ni changamoto za kawaida. Naye katibu mwenezi wa kata hiyo ya Outrumet ndugu Samora amempongeza Mheshimiwa diwani wa kata hiyo Joseph Tinayo kwa jinsi anavyotekeleza vyema ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa kusimamia miradi mbalimbali katika kata hiyo. Mwenezi huyo amesema kuwa Joseph Tinayo amekuwa na ushirikiano mzuri kati ya chama na serikali, hali inayoleta tija nzuri katika utekelezaji wa majukumu ya chama na serikali. Mwenezi huyo pia ametoa pongezi nyingi kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kutokana na kazi kubwa anayoifanya ya kuleta maendeleo katika taifa hili, na hivyo akitaka Watanzania wote kwa ujumla kumpigia kura za kishindo Dr. Samia Suluhu Hassan katika uchaguzi wa mwaka huu. Mimi ninapenda tu kusema kwamba kupitia diwani wetu wa kata Mheshimiwa Joseph Tinayo Mundasa Brigadier amefanya kazi kubwa chini ya Mama Samia Suluhu Daktari. Mama Samia Suluhu Hassan ameleta miradi mingi kwenye kata yetu, na tumekuwa na diwani makini, mpiganaji anayepiga kelele na kupeleka wanapoingia kwenye baraza la madiwani. Ameendelea kuomba vitu vingi na utekelezaji umeonekana. Kama ambavyo alivyotangulia kusema, madarasa yamejengwa, hospitali yetu imejengwa, imewekwa zaidi ya mamilioni na mamilioni pale. Lakini barabara yetu ya lami inaelekea hospitali yetu ya wilaya endelea kutekelezwa. Kwa hivyo mimi ninaamini chini yake yeye, kama mama alivyo na mitaani, na yeye
chini ya mimi kama katibu mwenezi itikadi siasa wa kata hii. Mitano tunayo tena. Nataka nikuhakikishie tuna baadhi tu ya viongozi ambao ni wababaishaji. Mtu anapopata madaraka hajaridhika na yale madaraka aliyoyapata, aliyoenda kuyaomba yeye kama yeye. Lakini baadaye anataka tena madaraka mengine. Kwa hiyo yale ambayo amepewa ameshindwa kuyasimamia, basi tuna baadhi ya hao watu, lakini tunaendelea kushughulika nao. Tumewaita kwenye kamati zetu za siasa, kamati ya maadili, lakini tumewakanya kwa nguvu, na bado mimi kama katibu mwenezi nitaendelea kusimamia uhuru huo mpaka 2027 ninapoondoka madarakani au ninapokwenda tena kuomba nafasi ya kuchaguliwa. Nitaendelea kusimamia majukumu yangu, tekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini pia nisiache kumpongeza diwani kwa ushirikiano mkubwa anayetupa ndani ya kata yetu, kuanzia ya mashina, matawi yote matatu. Amekuwa akifanya kazi na tumekuwa tukishirikiana nao kwa ukweli. Nataka tu nikuambia wale wababaishaji tumeanza kuwashughulikia mmoja mmoja, lakini tunawashughulikia kwenye vikao ambavyo ni maelekezo ya Chama cha Mapinduzi, na ambapo hatufanyi labda tu, lakini tunafanya kwa sababu tunasimamia na tunafuata katiba na sheria na kanuni ambayo imewekwa na Chama cha Mapinduzi. Mimi nataka nikuhakikishie tumepokea kwa kongole kubwa Dr. wetu Dr. Nchimbi kuwa mgombea mwenza wa mama Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kwa sasa ametekeleza wajibu wake kwa muda mrefu. Sisi tunasema hivi, mama Samia mitano tena chini ya Dr. Nchimbi. Tunawaombea Mungu awabariki, Mungu awalinde, awape uzima, awape afya njema. Hiyo ndio jambo ambalo tunalisubiri kwa sasa. Naam, na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Naam, katika habari za michezo na burudani leo, klabu ya Simba imefanikiwa kutinga hatua ya nusu fainali ya michuano ya CAF baada ya kuifungasha klabu ya Al Masry kwa jumla ya penalti 4-1. Katika mchezo huu waliocheza katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Simba hadi dakika 90 zinakamilika ilikuwa mbele kwa goli 2-0. Na katika mchezo wa awali Al Masry walipata goli 2-0 katika uwanja wa nyumbani. Hivyo maamuzi ya mchezo huu ikabidi yaamuliwe kwa changamoto ya mikwaju ya penalty. Katika changamoto ya mikwaju ya penalty, wekundu wa Msimbazi Simba walifanikiwa kupata penalty zao 4 wakati Al Masry walikosa penalty 2. Kwa hiyo hadi mwisho wa mchezo Simba 4 kwa maana ya mikwaju ya penalty kwa penalty 1 ya Al Masry. Kapteni wa timu ya wekundu wa Msimbazi Shomari Kapombe ndiye alipeleka furaha kwa wekundu wao wa Msimbazi kufuatia penalti yake ya mwisho iliyoamsha wachezaji wote na mashabiki wote na kuanza kushangilia ushindi wao wa nusu fainali. Hongera sana Simba, hongera mashabiki wote na Watanzania kwa ujumla. Naam, hii ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Charles Beda TV habari. Ili kupata habari moto punde zitoke hapo, usahau kubonyeza kitufe cha subscribe wa kwanza kupata habari hizi. Asante sana na niwatakie siku njema. Asante.